X-ray iliyofanyika ilionekana kwamba mimba ile imetunga nje ya tumbo la kizazi na sio kwenye mirija, iko kwenye tumbo la kawaida, tumbo hili ambalo tunalijiwa wote. Mama ambaye ana miaka 55 amekuwa ana watoto, amezaa mara 9 na watoto walio hai ni watoto 6. Kwa hiyo huyu mama anasema mara mwisho kuona siku zake ilikuwa miaka 4 iliyopita. Kwa alikuja kwetu na historia ya tumbo kujaa ambayo ilikuwa linaongezeka kadiri muda unavyoenda, na anasema kwa miezi miwili ya kwanza alikuwa anasikia mapigo ya moyo ya mtoto kama kawaida, lakini baada ya hapo hakuweza kusikia mapigo ya moyo. Kwa hiyo amekaa na hilo tumbo ambalo limeongezeka na kukua ukubwa kwa muda wa miaka 3 akiwa kijijini, na anasema alikuwa asikii maumivu yoyote ya tumbo hadi ilivyofikia wiki 2 zilizopita ndio akaanza kupata maumivu ya tumbo ambayo ilikuwa inaongezeka kadiri siku zinavyoenda. Shida hiyo ya maumivu ya tumbo ilikuwa inaenda pamoja na kupata homa ambazo zilikuwa za hapa na pale. Ndipo alipoenda hospitali ya Kahama, na hospitali ya Kahama wakamrufaa kuja kwetu. Kwa hivyo tulipofika kuja kwetu tukafanya vipimo kama tulivyosema, tulirudia kufanya ultrasound na tulifanya X-ray ambazo zote zilionyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa huyu mama akawa na ujauzito ambao umetunga nje ya tumbo la kizazi. Tulifungua, lakini baada ya kufungua tukakuta kwamba mimba ile ilikuwa imetungwa kwenye yai la kuria au na kitaalamu tunaita ovarian ectopic pregnancy. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi tutoe ovary kwa sababu ilikuwa imeshika na kitoto, na baada ya hapo mama akawa yuko vizuri na anaendelea vizuri. Kwa kama nilivyosema, nasema hii ni changamoto ambazo zinatokea mara chache, ambayo inaweza kutokea mmoja kati ya wakina mama 7,000 waliojifungua. Na hii ovarian ectopic pregnancy au mimba ambayo imetungia kwenye ovary, nasema mara nyingi kwenye hizi tunasema mimba ambazo zinatungia nje ya kizazi inaweza kutokea, chance ya kutokea ni kati ya 1% hadi 3%. Kwa mara nyingi pia tunasema hizi ovarian pregnancy au mimba ambayo imetungia kwenye ovary nyingi zinapasuka ikiwa ni miezi 3 ya kwanza, ambayo tunasema ni zina rupture kwenye early first trimester, si ndio? Mara chache sasa sana zinaweza kwenda kwenye second trimester au kwenye third trimester. Kwa hiyo kwa mgonjwa wetu ni tunashangaa, ni kitu ambacho ni rare. Nasema ni asilimia chache, asilimia kama 3 au asilimia 4 zinaweza zika mimba kwenye ovary ikakua ikafikia hadi umri wa kufanya nini, wa kujifungua. Kwa hiyo kama asilimia 3 tu ambazo za wamama ambao wamepata mimba ambazo zimetungia kwenye ovary zinaweza zikafikia umri wa kujifungua. Lakini mara nyingi pia kiumbe uwezekano wa kuishi kule tumboni ni changamoto. Kwa hiyo nyingi ambazo tunazipata tayari mtoto anakuwa amefia tumboni. Kumfanyia upasuaji wakalitoa lile likiumbe mle ndani, akajisikia vizuri. Na toka juzi alikuwa anasikia vibaya, lakini leo toka amemwondoa ile mpira aliyokuwa nayo anajisikia vizuri, na leo amelala usingizi mzuri.